Kuna jambo gani au kuna siri gani hapo kati ya wewe kama rais wa Tanzania Summit na kufanya kazi na vijana? Kwa hiyo mwaka wa 2014 tukawa tunatafuta sehemu ya kuweza ku showcase. Ndugu mfuatiliaji wa Basi TV, tukiwa katika mwenendo wa vipindi vyetu, kipindi cha The Medics, ambapo tumekuwa tukikutana na watu mbalimbali ambao wanafanya kazi au majukumu katika kada ya afya. Tumeweza tukizungumza vitu vingi na story ambazo ni inspiration kwa vijana, lakini pia watu ambao ni wanajihusisha na masuala ya afya moja kwa moja. Na leo tupo na mgeni wetu katika studio zetu, atakwenda kujitambulisha. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Omari Chilo. Nina kofia mbili. Kwanza ni rais wa Tanzania Summit na ni mwanzilishi mwenza, lakini vile ni lecturer Muhimbili University. Okay. Hongera sana kwa kuwa na vyeo viwili. Nashukuru sana. Yes, tunasema kwamba kukuta mtu anafanya kitu zaidi ya kimoja ni mtu ambaye ana kipaji kikubwa sana. Kwa hiyo na wewe ni mtu mmoja wa watu ambao upo katika hiyo level, kwa sababu unajua watu wengi unakuta kama ni lecturer anafanya tu lecture, au kama ni kitu anafanya kitu kimoja. Kwa hiyo nikupongeza sana kwa hiyo. Nashukuru. Umeweza kugusia unafanya kazi kama lecturer, lakini pia katika Tanzania Health Summit. Ungependa kujua kidogo kuhusu hivyo vitu ambavyo unavifanya, especially Tanzania Health Summit? Tanzania Summit ni platform. Imesajiliwa kama NGO mwaka 2014. Na dhumuni lake kubwa ni kusupport Wizara ya Afya na nchi kwa ujumla kupromote mambo ya afya, ila kupitia mijadala, kwa maana ya kufanya advocacy, discussions, lakini cha msingi zaidi ni kutoa elimu, kuwakutanisha watu pamoja, na vile tunafanya programs hasa za vijana, lakini kuna programs nyingine ambazo ni za magonjwa mbalimbali. Kwa hizo ni shughuli ambazo tunazifanya zaidi katika kama Tanzania Summit. Okay, sawa. Sasa ni kwa sababu ni kitu ambacho umekianzisha muda mrefu, tungetamani kujua zaidi ili kwa vipi ukaja na wazo kama hilo. Well, Tanzania Summit ni mawazo ya watu wawili. Sisi ni waanzilishi wetu kwa wawili. Na idea behind ilikuwa ni hatukuwa na platform ya kuweza kuonyesha nini tunafanya katika masuala ya afya, kwa maana ya kitu ambacho ni kinawajoin watu wote. Kwa hiyo mwaka wa 2014 tukawa tunatafuta sehemu ya kuweza ku showcase products, na tukashindwa. Zipo lakini zinafanya katika level ndogo au ziko katika taasisi zaidi. Kwa mfano tukisema nursing, wakiwa na mkutano wao basi wanakuwa ni nursing peke yake, 90%. Tukisema labda watu wa insurance wanakuwa na mkutano, lakini hakukuwa na mkutano ambao unaweza kuwaita watu wote kwa pamoja. Yani ile diversification ya mambo ya afya haukuwepo. Ilikuwa inatoka tu kutoka nje, lakini kwa hapa Tanzania ilikuwa ni changamoto kupata. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu wa kuwa na kitu ambacho kitaongeza nguvu na kufanya sekta zote za afya ambayo tofauti ziweze kujadili mambo ya afya kwa pamoja, lakini kutoa fursa vile vile kwa wafanyabiashara, fursa kwa watu ambao wanataka kujiendeleza, kuja kujifunza, lakini vile kupata service ambazo wanazihitaji. Okay, umeweza kuelezea vizuri kabisa. Sasa moja ya kitu ambacho kinajulikana kwamba ni kikwazo sana kwa watu wengi, especially katika kada ya afya kujihusisha na mambo mengine, ni swala la muda. Nyinyi mliweza vipi kuweza kufanya kujihusisha na masuala ya afya, lakini pia mkaweza kuja na masuala ya kuandaa kongamano kubwa kama lile pale? Ni kwamba kuna experience mlipata sehemu, au ni mliona kuna watu walifanya kitu kama hicho, au ilikuja vipi hiyo kitu? Labda niliphrase tena swali lako. Ni kwamba tumepata wapi wazo? Yes. Makongamano yalikuwepo muda mingi sana. Toka wakina Einstein wapo wanaishi wafanya makongamano ya afya na nini. Sasa hili ni wazo ambao of course tulikuwa tuna experience ya nyuma ya kuattend,
na kuandaa. Mimi nimeishi Ujerumani miaka 4. Kwa hiyo pia nina experience in international conferences. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tukawa na kitu chetu kama Tanzania ambacho kitavutia sio tu Tanzania lakini nchi za jirani. Na umeona kama mwaka jana tulikuwa na nchi zaidi ya 14 zimeweza kushiriki za dunia. Kwa hiyo kuhusu la muda ni ule ule, kila mtu ana muda ule ule. Sema unautumiaje, that matters. Na sio kama siku saa zote tuko pale, lakini kuna watu ambao wanafanya kazi chini yetu vile vile. Kwa hiyo wao wanatumia muda mrefu zaidi kuwepo ofisini. Mimi ile ni kama vile part time. Nafanya kwa sababu nina passion ile, lakini vile vile kuweza kuona my impact zaidi katika watu wengi. Ndio. Ya tunajua moja ya kitu kigumu sana ni kuweza kuanzisha kitu kipya. Kwa sababu kitu kipya kinahitaji muda na kinahitaji usimamizi wa hali ya juu, especially kinapokuwa bado ni kichanga. Mlishawahi kukutana na changamoto especially wakati mnaanza pale mwanzo ambao iliweza kuwafanya au mkatamani kuweza kukata tamaa? Changamoto zipo nyingi sana. Hata leo hii kuna changamoto. Kiambia changamoto ya mwaka huu ni swala la mambo ya afya. Sera za Marekani zimebadilika support mambo ya afya. Yes. Kwa ni changamoto. Tupata changamoto za COVID. Miaka ile tuna changamoto nyingi sana za wadau. Kwa hiyo ni pati ya maisha. Cha msingi ambacho kimeweza kutufanya sisi tukavuka ni kuwa na uelewano kama nyinyi founders. Kuwa na uelewano mzuri, mkawa migogoro haipo, inasaidia sana vitu kuweza kusimama. Lakini vile ni resilience, kuwa na passion zaidi ya kile kitu unachofanya. Kwa hiyo baada ya muda unaona kwamba kitu kinaanza kuwa kirahisi. Kinakuwa kigumu sana mwanzoni kwa sababu hamna mtu ambaye anachukua idea kabla haijawa machua. Ni ngumu sana. Yes. Labda hiyo idea iwe nzuri sana na iwe unique na inaweza kumsaidia, lakini hizo ambazo ni general ni ngumu sana. Lakini tumeweza overcome challenges ambazo tumeziainisha kwa kuwa na ushirikiano mkubwa na kuamini kwamba tunachofanya ni kitu ambacho ni sahihi. Naona mmeweza kufanya kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Sasa tungeitamani mimi pamoja na watazamaji wetu wangetamani kujua umeona mchango gani au umeona impact gani katika maandalizi au ya hiki kitu ambacho umefanya kwa muda wa zaidi ya miaka 10 katika sekta ya afya nchini Tanzania? Well, ukiongea swala la impact Tanzania Summit kubwa sana. Yes. Kwanza imeongeza chachu ya watu kufanya tafiti. Sasa hivi tunakusanya tafiti zaidi ya 500 kwa mwaka. Yes. Kwa hiyo wakati ule tulikuwa tuna tafiti zinakuja 25, kwa umeona ni mara ngapi imeongezeka? Ni zaidi ya mara 100. Ukiachana kuongeza tafiti, lakini tunazipublish tafiti zao katika mfumo wa abstract. Lakini vile tuna extend hiyo project tuweze kupublish hata paper zao za kawaida kwa kuwa link na maguru wa research. Impact nyingine tumeweza kuinfluence sana mambo mengi ya kiserikali. Mambo ya sera tumeweza kupresent hoja za Tanzania Summit kwenye platform za Wizara ya Afya kwa ajili ya planning, kwa ajili ya policies. Bado tuna mikutano vile mingi tu ya Wizara ya Afya kuhusiana na projections za mambo ya afya ambayo pia inakuwa inajadiliwa katika Tanzania Summit. Kwa hiyo lakini vile tumesaidia makampuni mengi kuja kuonyesha biashara zao, kuja kukutana na wadau, interaction imeongezeka. Na hata ukiona sasa hivi mikutano mingi sasa hivi ipo ya afya. Kwa hiyo sisi tumekuwa ni chachu au mfano wa mikutano mingi ambayo sasa hivi inakuja ya afya. Inajaribu kuona tumefanyaje na wewe kuweza kuimprove. Kwa hiyo tunasema afya ni majadiliano zaidi ili kuweza kuboresha sera na mipango ya nchi. Hilo swala tumelifanya sana Tanzania Summit kwa miaka 10. Okay, safi sana. Sasa tunasema kwamba vijana ndio taifa la kesho na tunatamani sana makongamano kama haya yawe ni mengi. Sasa una neno gani kwa vijana juu ya mwitikio wa ushiriki au maandalizi ya kongamano kama hili?
Vijana wanajitokeza sana. Na sasa hata ukitoa call yoyote ya kuvolunteer kwenye youth capacity buildings, kwenye training zetu, tunaona fika kabisa vijana wanakuja kwa kasi. Kwanza wameona kuna umuhimu wa kuongeza interactions kwa sababu ya connections, lakini pia kujifunza vitu ambavyo vinaendelea. Wengine wanaweza kupata ajira kupitia Tanzania Summit, wamekutana na maboss, wamepata ajira. Vitu vingi vimetokea sana Tanzania Summit. Ukisema kwa individual ni vigumu kuvimeasure, lakini vijana wamepata faida kubwa, lakini vile vijana waweza kupata international platform kupitia Tanzania Summit. Wameweza kuenda mashuleni, vyuo, wamepata award mbalimbali za innovation na vitu vingine. Kwa hiyo vijana wajitokeze kwa wingi kwa Tanzania Summit. Na unapojitokeza kwa wingi, unapokuja mara kwa mara, unakutana na watu ambao wanafanya shughuli ambazo unazifikiria. Kwa hiyo ile connectivity inasaidia sana kwenye career path ya kijana. Sasa mbali na hapo, tunajua kwamba moja ya changamoto kubwa sana ambayo inatukuta sisi vijana ni kuweza kuaminiwa, especially inapokuja katika swala kupewa majukumu makubwa. Lakini kwa namna ambavyo nimeweza kuifuatilia na kuhudhuria mikutano ya Tanzania Summit, nimeona kuna wafanyakazi wengi sana ni vijana. Sasa tunatamani tujue kuna jambo gani au kuna siri gani hapo kati ya wewe kama rais wa Tanzania Summit na kufanya kazi na vijana? Swali ni gumu sana kwamba vijana ni watu ambao kwanza wana ndoto. Yes. Wasi watu wazima, ukishafika miaka 30 plus ndoto zinaanza kupungua. Options zinaanza kupungua. Lakini vijana wana ndoto nyingi sana. Ndoto za kufanikiwa kimaisha, lakini vile ku advance career, kupata international recognitions. Sisi kama Tanzania Summit tuna support vijana kwenye sekta kumbi. Kwanza ni moja ya agenda yetu, mpango kazi wa Tanzania Summit. Lakini pili, vijana ambao wanajitambua wanafanya kazi sana, wanaonyesha uwezo mkubwa. Tuna vijana wengi ambao wamekuja Tanzania Summit wakaondoka kwa sababu walikuwa wanashindwa kuonyesha uwezo wao. Kwa unaona ambao hapo sasa hivi wana uwezo mkubwa sana na wanaweza kumiliki ambayo tunaitaka sisi kama Tanzania Summit. Sikatai kufanya na wazee, nishafanya na watu wazima zaidi ya umri wangu mimi. Lakini sasa unaangalia na performance based. Kwa hiyo tunayo watu wazima lakini sio katika hiyo level. Wengi ni vijana na tunafurahi kuwa nao, na kwa kweli wanafanya kazi kubwa sana. Mimi nawapongeza vijana kwa sababu nadhani wanaona fursa. Wanapata chance kubwa ya kukutana na watu wengine, wanasafiri nje ya nchi, wanajitahidi sana. Kwa hiyo wazee wapo, lakini nadhani wengi wameshakuwa touch somewhere, lakini vivile na uwezo pia. Uwezo wa mtu haimaanishi kwamba una umri mkubwa. Unaweza kuwa na busara lakini uwezo wa kufanya kazi ni mdogo. Sasa hivi mambo yanabadilika sana. Kuna mambo ya teknolojia. Watu wazima kama sisi kidogo tumepitwa na teknolojia. Kwa hiyo need watu ambao pia wanaweza ku fasten teknolojia, kutumia mambo AI kwa Tanzania Summit, how do you use it, kutumia mifumo ya system, kutumia management systems. So kuna watu ambao tayari muda wao ukishafika ni ngumu sana kujifunza. Vijana wana uwezo mkubwa wa kujifunza mapema na kwenda na kasi ya teknolojia. Hapo tumeweza kuona kuna vitu viwili. Kuna performance na kuna experience. Na wewe nimeweza kuona moja kwa moja sana umeweza kuchukua performance kama kipaumbele kwako. Ni kweli. Kwa sababu unakuta moja kitu ambacho kinatunyima sisi vijana wengi fursa ni pale ambapo linakuja swala la experience. Lakini sasa tungependa kujua kwamba kwa nini umebase sana kwenye performance kuliko experience? Experience ni nzuri. Lakini unatakiwa uitumie experience yako kwa matokeo chanya. Uwezo ukawa una kazini kwa miaka 30. Lakini uwezo kutumia Excel. Sio kama unaelewa. Kuna vitu ambavyo unashindwa kuvitumia au ile speed inapungua. Kwa hiyo performance is the only way ya kuweza kumeasure katika maisha ya siku hizi.
Hatuhitaji certificate. Tuhitaji wewe umekaa miaka mingapi ofisini. Yes. Inaweza kuwa relevant baadhi ya institution, lakini kwa Tanzania Summit tunaangalia performance. If you can perform and you can deliver according to the structure organization, you'll be friendly to us. We don't care wewe una background kiasi gani. Okay, hapo umeweza kunena vyema sana. Basi hiyo ni fursa kwa kijana ambaye au mtu yote ambaye unahisi una performance au unaweza kuleta matokeo chanya katika kuweza kufanikisha tukio kubwa kabisa la Tanzania Summit. Sasa tungependa kujua pia, sasa unashauri vipi watu ambao bado mwitikio wao ni mdogo sana linapokuja swala la ushiriki wa makongamano kama haya? Kwa sababu moja ya kitu ambacho kinasababisha makongamano kama haya yawe na mwitikio mdogo, pengine kuna vitu ambavyo vinasababisha watu wasijue umuhimu wa haya makongamano. Una neno gani juu ya ushiriki wa watu katika makongamano kama haya? Watu ni vigumu kujua faida moja kwa moja. Yes. Lakini ukimuita mtu mmoja ambaye ameattend Tanzania Summit, watakwambia. Nimepata ushuhuda nyingi sana. Lakini kongamano hili ni platform ambayo iko free. Yes. It is not attached to politics. Haina wanachama. Kongamano ambalo wanasayansi wanakuja wanajadili tafiti. Yes. Watu ambao wanatoka kwenye public health wanakuja wanajadili mifumo ya afya nchini. Watu wanakuja kujadili innovation ambazo zinaweza zika-improve quality healthcare. Watu wanakuja kushowcase products za mbalimbali za afya. Kwa hiyo unapofika Tanzania Summit, kwanza kabisa unapata information zote za afya za nchi, lakini za sehemu ambayo inazuka ziwa kuu la Victoria. Yes. Kwa maana East and Central Africa. Information zote unazipata. Ukitaka progress ya HIV utapata, ukitaka mambo ya TB, ukitaka NCD utapata. Kwa hiyo ni one stop shop tunasema. Ukitaka kufanya mambo ya afya, kujua, connect, Tanzania Summit is the best place. Okay, that's nice. Basi kuweza kusema hivyo, nadhani ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu The Medics, unaweza kujifunza vitu vingi sana kupitia mahojiano haya na daktari ambaye ameweza kututembelea katika studio zetu za Basel TV. Sasa tutegemee nini katika kongamano linalokuja la mwaka 2025? Kitu kikubwa sana. Tunategemea kuwa na watu zaidi ya 2000 yes, ambao wataparticipate mwaka huu. Itafanyika tarehe 1 mpaka tarehe 3 Oktoba, Julius Nyerere Convention Center. Yes. Na tutazungumza sana mambo ya data, technology, artificial intelligence zinavyoweza kuimprove sekta ya afya. Ndio. Lakini kikubwa na kingine kabisa, tutaendelea na program zetu za vijana. Tutakuwa na training, tutakuwa na session ya mambo ya business kwenye afya. Yes. Kutakuwa na mambo ya exhibitions, kutakuwa na international recognition, kutakuwa kuna research. Ni vitu ni vingi sana. Na tutategemea mashirika ambao watashiriki takriban 400 hapa. Na sasa hivi tushaanza kupata wadau wengi tu. Ndio. Washaanza kuconfirm. Tushapata forum zaidi ya 12. Tutategemea kuwa na forum 50. Ndio. Kwa hiyo ukiona huo ukubwa wa Tanzania Summit, kwa kweli unatakiwa usimiss. Sababu hapo napata vitu vingi sana. Na watu walikuwa Zanzibar wenyewe wanashuhudia mwaka jana. Yes. Basi kuweza kusema hivyo, pengine kuna mtu ambaye anatufuatia hivi sasa, anaweza akawa na idea kama ya kwako au ya kwenu ya kuweza kuanzisha kongamano kama hili hapa. Sasa tungetamani kujua experience yako moja nzuri kabisa kati ya makongamano yote 10 ambayo yameshakishafanyika, zaidi ya 10 ambao umeweza kuipitia katika huu muda wote toka umeweza kuanzisha Tanzania Summit. The best experience. I should say the worst experience. Yes. I think the worst experience is ni kwamba mkutano uko kesho, bali itajatimia. Yes. Nashukuru sana.
Yes, na hapo nadhani umeelewa hapo. Yeah, nimekuelewa. Kwa sababu tunasema vitu vyote hivi vinahitaji finance actually. Yeah. Na moja ya kitu ambacho kinaweza kukwamisha kabisa ni masuala ya fedha. Sasa kumekuwa kuna masuala ya teknolojia. Tungetamani kujua pia kama teknolojia imeweza kuleta athari gani au matokeo gani katika maandalizi ya kongamano la Tanzania Summit. Teknolojia imesaidia sana. Sasa kwa sababu tutaanza kuweza kureach watu wengi in one click. Tuna database zaidi ya watu 10,000. Yes. Kwa hiyo one click everyone has the information. Yes. Tuna application Tanzania Summit, tunaweza kupata updates. Tuna mifumo ya kutrack participants. Tuna feedback mechanisms ambazo tunazichukua kutoka kwa wadau. Lakini pia tuna align na serikali. Ndio. Agenda. Kwa agenda mwaka huu ya serikali ni mambo ya universal health insurance. Yes. Na sisi tupo katika the same alignment, lakini tunatumia zaidi mifumo ya teknolojia kuona how we can reach universal health insurance kupitia teknolojia. Ndio. Na tuna support mifumo ya serikali kwenye mambo ya data za wagonjwa. Kwa hiyo huko ndiko ambapo tupo sasa hivi. Yes. Tunawataka watu watokee ili vile waweze kuona ukubwa wa conference. Okay, umeweza kuzungumza vyema sana. Tunajua kwamba kongamano kama hili hapa linahitaji wadau, support ya wadau, watu ambao wanaweza kusupport, kuweza kufanikisha, kuweza kufanya jambo liwe kubwa zaidi. Una neno gani kwa wadau wa Tanzania Summit katika summit inayokuja mwaka 2025? Vitu ni vingi sana na mimi niwakaribisha wadau. Yes. Watokee. Wengi walikuwa na wasiwasi, USAID umetoa hela zao itakuwaje? Yes. Sasa Tanzania Summit huaga mara nyingi tunapata hizi shock, lakini hatuwezi tukaacha kufanya mkutano kwa sababu mkutano sio wa USAID peke yake. Yes. Mkutano sio wa NGO peke yake. Mkutano sio wa public private partnership platform. Yes. Kwa hiyo Tanzania Summit ipo na plan ambazo tumezipanga bado zinaendelea. Na mwaka huu zaidi wategemee kuwa na ongezeko la international participation. Yes. Kutoka nchi mbalimbali, kutoka Singapore. Kwa hiyo wote hao wana teknolojia kubwa sana ambazo tunatakiwa waje kuionyesha Tanzania Summit. Kutoka Kenya, kutoka South Africa, kutoka US. Kwa hiyo tunategemea kupata watu wengi kutoka nje ili kucover gap la NGO, lakini vile kushowcase activity ambazo tunazifanya na wao wana showcase activity ambazo wanazifanya ili kuweza kupata partnership ya muda mrefu zaidi. Okay. Yes. Basi hiyo ni tutegemee kongamano kubwa sana kwa mwaka 2025. Kubwa sana. Yes, lakini pia kwa washiriki sasa, watu ambao sio wadau, kwa sababu mdau ni mtu ambaye anaweza kuwa na support. Pengine kuna wale watu ambao wanakuja washiriki kama mimi ni mmoja wa watu ambao nimeweza kushiriki pia Tanzania Summit. Tungeweza kusikia neno lako pia kwa watu kama mimi ambao tunatamani tu kuweza kushiriki kongamano la mwaka 2025. Tanzania Summit ambayo ni siku 3. Yes. Tarehe 1 mpaka tarehe 3 Oktoba. Watu wajiandikishe. Wa submit tafiti zao. Waweza kaja katika mfumo mbalimbali ya kuparticipate. Waweza kuparticipate kama youth, kama rika lako wewe. Waweza kuparticipate kama kusubmit abstract au kujiandikisha moja kwa moja au kuvolunteer Tanzania Summit. Yes. Kwa hiyo kwa vijana hizo ni sehemu ambazo kubwa ambazo unaweza kuparticipate for free. Yes. Kwa hiyo watu kutoka mikoani waje wa connect. Waje wa connect, waone changamoto zilizopo, waone solution gani za katoa kutoka na changamoto, kupata opportunity zaidi, kujua career path yao. Kwa hiyo wajue mambo ya afya zaidi. Waje Tanzania Summit. Shukrani sana, tumekaribia. Lakini pia siku za hivi karibuni kumekuwa na jambo ambalo limeibuka sana katika mitandao ya kijamii. Nadhani umeweza kulisikia. Swala la vijana wakishamaliza degree kujiunga na VETA. Sasa daktari, tungependa kuchallenge kidogo zaidi kwamba ingekuwa wewe sasa hivi umepata chance ya kwenda kusoma VETA, ungependa kujifunza ufundi gani?
kama kijana au kama sasa hivi nataka niende kusoma? Yeah, kama kijana. Kwa sababu VETA hawajasema muda kwamba ni lazima uwe umri fulani usiende. Kuna umri unakoshapotea tayari. Yeah. Tuseme ungekuwa kijana. Mechanics, ningeenda kusoma mechanics. Yeah. Electrical whatever, lakini mechanics ya kwenye magari. Sasa umeme. Kwa sababu magari mengi sasa hivi yanakuja in a very different way. Yes. Inakuja umeme zaidi. Na in the very near future magari yatakuwa ni either self driving au assisted driving. Mfano mimi sasa hivi gari yangu inapiga brake. Yes. Kugonga inakuwa ni kazi kidogo yenyewe. Kwa sasa mifumo inatoka kwenye mechanics zaidi kwenye kushika, lakini inakuja tena kwenye umeme. Kwa ajili mambo ya mifumo ya umeme na mechanics ya magari. Unaweza kujiajiri vizuri zaidi kama unataka kujiajiri. Yes. Lakini sijaongelea professional, unaweza kuwa daktari. Yeah. Lakini nadhani in the future hiyo knowledge itahitajika zaidi, kwa sababu magari mengi sasa hivi ambayo yanaagizwa yanatumia umeme, yanatumia very sophisticated, na watu wengi hawajui sophistication ya hizo system ambazo zina apply. Okay. Yeah, nadhani umeweza kumsikia daktari, yeye ameweza kunena kwamba endapo angeweza kupata chance ya kuweza kuenda VETA katika umri ambao tulikuwa kijana kama sisi, angeweza kujifunza ufundi mechanics. Mimi binafsi ningejifunza ufundi ujenzi. Je, wewe ungependa kujifunza ufundi gani? Ulikuwa nami mtangazaji wako katika kipindi cha The Medics, Basile Emmanuel, hadi wakati mwingine. Bye bye.